kukaa barabarani, mtu atapita atakupa 2,000 utaenda kuitumia, alafu shida bado iko pale pale. Huyo ni kijana mlemavu wa mguu lakini pia na mikono yake, lakini amekataa kuwa ombaomba na anadiriki kusema ama anaendana sambamba na msemo kuomba ni aibu, lakini kukataliwa pia ni aibu. Na yeye sasa hivi anajishughulisha na ufugaji licha ya changamoto zake. Ataingia bandani kusafisha banda la kuku, lakini pia kuhakikisha kuku wake wanakwenda vizuri, kwa sababu ndo anategemea kula hapo. Lakini kwa sasa anajipanga kuendeleza biashara yake zaidi kwa ajili ya kufungua duka ambalo litamsaidia. Anasema wakati huu kuku ambao wanakumbwa na baridi, basi mapato yake yanashuka, lakini mahitaji yake makubwa zaidi ambayo anasema anamsumbua zaidi kuachana na kuku ni kuhudumia mguu wake wa bandia ambao ametengenezewa, ambapo anasema kila baada ya miezi 3 anatumia zaidi ya 300,000. Unazoenda kukaa barabarani, mtu atapita atakupa 2,000 utaenda kuitumia, alafu shida bado iko pale pale. Na ukajengea ile imani kwamba siwezi kupambana mwenyewe. Utakuwa umejengea ile tuseme roho ya kuombaomba. Lakini mtu anapokusaidia, labda kama nilianzisha mtaji ile mtu nilianzisha ufugaji ile mtu akakusapoti, utakuwa unajishughulisha pia, inakuwa ni sehemu ya kutolea elimu kwa wengine wenye changamoto. Ndio. Sasa hivi changamoto kubwa kwako hapo ni nini? Kwa hapa sasa hivi kwenye upande wa kuku sasa hivi tuko kwenye kipindi cha baridi. Utagaji unashuka. Na pia kama nilivyokuambia, mguu kila baada ya miezi 3 tunaenda kufanyia service. Na pia kwa kuwa ni kitu cha kutengeneza, wakati mwingine unaweza kudunjika unyayo kabla hata ya miezi 3. Kwa hiyo ukisema ili tu na kuku inakuwa pia pana changamoto. Hapo umepata tatizo, sawa, ukauza kuku wanne, utaenda ukafanyia service. Labda service ndogo ndogo ambazo zinaweza zikatokea kabla ile miezi 3. Lakini nilipata mtaji nikafungua hata na biashara kama nilivyokuambia hivyo, ukipata huko 2,000 huko 1,000 unasogeza maisha bro wangu. Na sasa hivi unaishi na nani? Mimi kwa sasa hivi naishi na mama. Kwa sababu mimi baba alifariki nikiwa na miaka 2. Sasa anaweza anisapoti. Na pia nitakuwa ninatoa elimu kwa wenzangu ambao wenye ulemavu, wasione kwamba ulemavu ndio mwisho wa maisha.